Yes. Kenya, kwa jina mimi naitwa Peter Mbai. Nimetaka kuongelea mambo kuhusu siasa kidogo, japo tulikuanga tunaongelea mambo ya siasa, lakini tukafika mahali ikabidi tuogope mambo ya siasa kwa sababu siasa imekuwa kitu ya kuogopwa sana hapa Kenya. Mtu unaweza kuwa na idea na unaweza kuwa na mipango, lakini huwezi kutoa hiyo mpango na idea kwa public kwa sababu sometimes inakuwa hatari kwa maisha yetu pamoja na watu wenye wanatutegemea kwa familia. Because tangu tuzaliwe tumekuja tumepata politics iko na tumeaminishwa na kukaa na kujua siasa ndio kitu inaweza kuokoa nchi na siasa ndio kitu inaweza kusaidia nchi, ambapo ukweli ni kwamba siasa sio kitu inasaidia nchi, bali siasa ndio kitu inaua nchi sana sana sana. Lakini watu wa kutufahamisha na watu wa kutusaidia ndio hatuyuko na wao na hawayuko karibu na sisi. Na wanasiasa wengi wanaenda pale sababu ya manufaa yao, sio manufaa ya nchi. Kwa sababu hiyo kitu niseme ni kwa sababu ya maisha yenye tunaishi saizi na mawazo mingi ya wajamaa wenye wanatuzunguka pia. Hata wakiongea ni vitu yenye tunasikia wenyewe ikitoka kwa masikio, kwa mdomo yao ikiingia kwa masikio yetu. Wengi wanasema mambo ya one term, wengine wanasema maneno ya two term, ambapo mimi upande yangu nikiangalia story ya one term, story ya two terms, zote hakuna usaidizi yote inasaidia mwananchi wa kawaida na hakuna kitu inasaidia nchi. Kitu ingeweza kusaidia nchi hii yetu ya Kenya, kitu ya kwanza ni kuachana na ukabila. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili ni kupunguza siasa. Na kitu ya tatu ni Wakenya kuungana. Wakati najaribu kusema hizi vitu zote ni kwa sababu ya kwamba nchi yetu siwezi sema nchi imepotea ama imeanguka, na lakini ni mipango yenye watangulizi wetu walituwekea 2009 wakati walituletea katiba mpya, na hii katiba ikakuja na hii mambo ya majimbo, na hizi majimbo ni mambo za counties, na hizi counties ndio inanyonya pesa mingi kwa government, na hizo pesa zinaenda kwa mifuko ya watu wachache. Lakini mpaka na saizi bado tunatarajia tunaenda vizuri, na lakini kwa wale wachache wenye wanaangalia vizuri ndio wanagundua ya kwamba nchi haiendi vizuri. Na pesa mingi inapotea kwa hii mambo ya county kwa sababu kuna ghost workers wengi sana. Na hao ghost workers wengi unakuja, ghost workers ni mtu, for example ndeza kukuambia national iko na Minister of Agriculture, utakuja kupata Minister of Agriculture the same wako kwa county. Na huyu mwenye ako kwa national, usisahau hakuna shamba ya national na shamba ya county. Shamba ya county ndio hiyo shamba yenye national inategemea. So sijui huyu Minister of Agriculture mwenye ako kwa national anategemea kuenda kusupervise shamba gani na kushughulikia shamba gani, wakati huyo kwa county huyo minister anashughulika na hiyo shamba. So sijui ni nani hapo hivi ni ghost workers. Na lakini ukijaribu tu kuangalia utapata watu wawili wanafanya kwa kitu moja. Na utapata sio watu wawili, kwa sababu kila county tuko na county 47. Kwa hizi county 47 utapata the same au minister 47 wako. At the same time utapata national iko na minister mmoja. So unakuja unapata kwa ministry moja tuko ministry moja utapata iko na minister 48. So au minister 48 utashindwa wanashughulikia ministry moja. Au ndio tunaita ghost workers. The same utakuja utapata minister of hiyo ni mambo sasa ya barabara, mambo ya nini, the same hivyo. So utakuja utapata ghost workers, au ndio tunaita ghost workers, wale wenye wanaonekana hadharani na hakuna mtu mwenye anashughulika na wao, na ni watu wanalipwa pesa, na hiyo pesa inatoka kwa tax ya mwananchi. Haya. So wakati unakuja unapata pesa mingi inapotea, kumaanisha wakati sasa national
Ama tuchukue mfano ya nyumba yako yenye wewe unaishi saizi. Wakati uko na madeni mingi, hata ukienda kazini, itabidi ukikuja, itabidi pesa yako una minimum. Pesa yako ya matumizi ya nyumba itakuwa ni kidogo, na ile yenye inaenda kwa madeni itabidi ikuwe mingi. Kwa sababu kama watu wa madeni wanakuandama na majukumu inakuandama, itabidi ushughulikie majukumu zaidi. Halafu kwa nyumba ulimit vitu, kwa sababu maendeleo ya nyumba hutakuwa nayo, kwa sababu kwa nyumba utatengeneza zile vitu zenye ziko fast kwanza, vitu kama ile chakula na ile vitu ingine. Halafu ile pesa yako kidogo umepata itabidi uweke kwa mahitaji muhimu. So hiyo ndio maisha yenye serikali yetu ya Kenya inaishi. So story ya Singapore na nini na nini, hiyo itabidi msahau, kwa sababu hiyo ni kitu haiwezekani. Kwa sababu mahitaji ya serikali na mahitaji ya nchi iko juu zaidi kushinda ile vitu yenye inapatikana. Serikali ya Kenya inapata pesa mingi, sikatai. Hata wewe mwenyewe nikikuambia hizi vitu yenye nakuambia utapinga, kwa sababu wewe mwenyewe unasema serikali inapata pesa mingi. Ndio, serikali inapata pesa mingi, lakini hiyo pesa inaenda kwa mfuko ya watu. Na hiyo bila inaenda kwa mfuko ya watu, inaenda kwa mfuko ya watu kwa sababu ya ukabila yenye tunaishi nayo. Na hiyo ukabila yenye tunaishi nayo ni kwa sababu mtu akitaka kufuatwa, aambiwe kitu fulani imepotea, kitu fulani imepotea, wale watu wanatoka na wanaenda maandamano, wanasema huyu ni mtu wetu. Wakati kitu inataka kufuatiliwa ili kutengenezwe ama kurekebishwe, mtu anasema huyu ni mtu wetu. So hapo ndio penye tatizo inatokea, na hapo ndio penye shida inatokea. That's why hapo ndio sasa ufisadi inakuwa strong na hakuna mahali penye inaenda. Na ufisadi imekuwa mingi sana, mostly kwa counties. So tukibakia hapa kwa mambo ya kusema county ndio inatuletea umaskini, na ni kwa tunaweza fanya aje ili nchi itoke kwa umaskini. Kwa sababu ndugu yangu, kama wewe uko na kitu kidogo, wewe shukuru Mungu, lakini ni vizuri ungekuwa ukitenga muda wako, unatembea, unaenda kaunti zingine, unatoka nje ya kaunti yako, unatembea, unaenda huko nje, uangalie bila watu wengine wanaishi, na bila watu wengine wanaishi wa zile kaunti zingine. Pia na wewe usisahau, fuatilia pia na historia ya nchi, fuatilia historia ya watu wengine mahali wametoka, ndio ujue hapo penye wewe uko utabaki milele, ama kuna siku yenye utatoka pale pia maisha yako itakuja kuteremka, ama kuna maisha itakuja kwa namna gani. Kwa sababu usisahau, meza hubadilika, ama kwa wengine wale wapenzi wa mpira wanasemanga mpira hudunda. Sio siku zote ati Stoke City itapiga Manchester, na sio siku zote Manchester itapiga Stoke City. So kaa ukijua mpira hudunda. So wewe kama uko juu, usikalie hiyo kiketi ukifinyilia sana vitu zingine za chini, unakataa mabadiliko kufanyika pale pale kwa sababu unatarajia ati wewe ndio uko pale una benefit. Hapana. Ni wakati wa kila mtu kusimama, kila mtu aangalie mahali penye nchi itakaa mahali pazuri, ili benefit ifikie kila mwananchi, ambapo manufaa isikue kwa watu wamoja, manufaa ifike kwa kila mwananchi. Na manufaa inaweza fika aje kwa kila mtu? Manufaa itafika kwa kila mtu tukifocus na youth generation. Wale vijana wadogo kuanzia 26 years kukuja mpaka 20 years, ama ikiwezekana mpaka hata 19 years. Hapo ndio serikali inatakana kufocus. Na wakati ina focus na hawa vijana, si ati kuwapatia loan, hapana. Hiyo sio kusaidia nchi. Hawa vijana inatakana waangaliwe ni kitu gani hawa vijana wanaweza kufanya. Hawa vijana wanaweza chukuliwa, wachukue vijana wengi, si ati vijana ati nini, hapana. Vijana wachukuliwe, yule yoyote mwenye anaona mimi siwezi, mimi mambo ya nimemaliza college, so inatakikana niende mahali kidogo nijitafutie kakitu ama nini. Serikali ichukue hao vijana, ipeleke zile sehemu zenye ni ukame. Sijui kama unanielewa. Wakishafika zile sehemu zenye ni ukame, hao vijana wafanye kazi ya ukulima na kunyunyuzia shamba maji. Hao vijana wakifanya kazi ya kulima na kunyunyuzia shamba maji, itachukua muda mrefu sana zile shamba kunawiri na kuanza kutoa mazao,
kwa sababu watakuwa wakifocus na ile shughuli. Kama kuna sehemu ingine mchanga itahamishwa ikipelekwa sehemu zingine, cha muhimu tu chakula itoke mahali pale. Sijui kama unanielewa, kwa sababu chakula pia ndio kitu inasababisha economy ya Kenya kuenda vibaya, kwa sababu pesa mingi inabidi inasanywa ili ipelekwe sehemu zingine za ukame ili kuenda kusaidia zile sehemu kame. Na kama chakula inaweza toka zile sehemu kame pia ikikuja kwa hizi sehemu zingine za Kenya, inamaanisha nchi inaweza kuwa imeanza kupata ustawi, na Wakenya wengi watawacha kazi ya kuenda kufanya kazi nje ya nchi na kuteseka, kwa sababu watakuwa huru kwa taifa lao. So watu wanauliza, hii vijana wakiandikwa kazi, au vijana wote wakiandikwa kazi, pesa itatoka wapi? Pesa iko, na sio lazima pesa itafutwe kwingine wala kwingine wala kwingine. Pesa iko mingi 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 sana, na hiyo pesa tatizo yake inatokea tu hapa hivi penye hii katiba ya 2009 ilipitishwa. Kwa sababu wakati nimekuambia hiyo katiba wakati ilipitishwa, tukakuja na counties, na hapo ndio ghost workers wako wengi. Hata mtu kama women rep, huyo bado ni ghost worker, kwa sababu huyo mtu hakuna manufaa one on one yenye anaenda kusaidia mahali fulani. Hapana, hakuna. Huwezi niambia huyo mtu ati ile pesa yenye anatoa, ile pesa ya kusaidia watoto, ile pesa ya kufanya nini, ati hiyo ni pesa yake. Hapana. Hiyo pesa inaweza toka direct kwa mfuko ya serikali, wakipatia chief akijua bila anashughulika na watu yake. Hiyo pesa inaweza kutolewa pale, hata iwekwe kwa DC. Hiyo pesa ijue bila inaweza kusaidia watu one on one. Na hiyo pesa hata inaweza kosa kukuwa na faida hapa chini, kwa sababu kama vijana wote wamechukuliwa na wamepelekwa kwenda kufanya kazi ya irrigation, hakuna bila hiyo pesa itakuwa na faida tena kwa hawa waheshimiwa na hawa watu wengine wenye wako kwa ofisi ya serikali, kwa sababu hiyo pesa itakuwa inaenda direct kwa mfuko ya mtu. So hapo ndio penye nchi inaangukia. So kuhusu Singapore, hiyo toa kwa kichwa. Singapore inakuwa Singapore wakati kila Mkenya ako na kitu kwa mfuko. Singapore inakuwa Singapore wakati wenye kila Mkenya akitoka anajua nitakula. Unajua nyinyi mnaona tu huko, labda hapo penye huko unaona huko na chakula huko na nini. Kuna Mkenya hajui atakula nini leo. Kuna Mkenya hajui kesho atafanya nini. Na iniali anategemea apeleke mtoto shule, anategemea ishi maisha kama wale watu wengine, na lakini hata hiyo kazi anatamani aende afanye, lakini hiyo kazi anashindwa hata itoa wapi. Hata kama atalipwa shilingi 300 kwa siku, hako tayari kuifanya, lakini hiyo kazi ni gani na iko wapi? Hiyo kazi hakuna. Hiyo kazi yenyewe hakuna. So atafanya kitu gani? So wakati watoto wanakuwa wezi, wakati watoto wanakuwa nini, wakati watoto wanafanya vitu mingi ya ajabu, mnalaumu watoto, mnalaumu hawa vijana, mnalaumu, na sio kwa upendo yao, si ati wanataka, hapana. Iko njia rahisi ya kumaliza hii tatizo. Iko njia rahisi ya kuenda Singapore kwa miaka 4. Na hiyo njia ya kuenda Singapore sio ya kukuja kwa news kutangazia watu. Sio kitu ya kukuja kushinda ukisumbua watu, sijui nini, sijui 2 term, sijui 1 term. Wacha niwaambie kitu moja kuhusu hii maneno yenu ya 1 term, 2 term, sijui nini. Hata leo hii mkisema ni Matiang'i mnaweka pale, Kenya itabaki pale pale. Hata mkisema mtoe Matiang'i sijui muweke sijui PLO Lumumba, Kenya itabaki pale pale. Hata mkisema muweke George Natembeya, Kenya itabaki pale pale. Hata huyu Ruto akikaa hapo miaka 20, mambo na Singapore sahau. Kenya itabaki hapo hapo penye iko. Kwa sababu nchi yetu sisi tumeweka kila mtu ajipiganie. Na hiyo ndio tatizo yenye iko. Japo wakati mwingine tunaoneshana sisi wa Kenya tuko na upendo, na lakini ukweli ni kwamba sisi wa Kenya hatuna upendo. Mbona ungoje wakati mtu wako na matatizo, wako na shida kubwa, ndio ujidanganye uko na upendo kwa Mkenya? Na ni hali ya kwamba wakati amepatwa na shida ndio unajifanya uko na yeye. Si tusimame kama taifa tuhangaikie nchi. Ni lazima maandamano ikuwe watu wakufe ndio nchi isonge mbele?
Ni lazima katiba siku ya kampeni ikifika ndio watu pressure inapanda ndio waende wasumbuane kwa uchaguzi sijui nini. Hiyo sio inchi, my friend. Yaani kitu ya kushangaza, dunia mzima Amerika ndio wanaongoza kwa siasa. Halafu Kenya ni number 2 kwa politics. Na cha ajabu ni kwamba Amerika inaongoza kwa siasa kwa sababu inchi mingi inategemea Amerika kwa mambo ya security na mambo ingine ya economy. Lakini sasa sisi Kenya, nani anatutegemea ndio siasa yetu ikuwe moto yenye kila mtu anaangalia? Haya, imefika mwaka ya Kenya kupiga kura sasa. Imefika mwaka ya Kenya kuchaguana. Kila inchi inaangalia Kenya ni kana kwamba kuna kitu kubwa sana inaenda kufanyika inchi. Kenya haiwezi kufika mahali pasipo kuwa na ushirikiano wa mwananchi. Na wewe mwananchi, ile kitu inatakana kufanya na ukikaa chini ni wewe ukae ukifikiria ni nini tunaweza kufanya ili hawa vijana wote waandikwe kazi, wapelekwe waende wafanye kazi ya ukulima. Hatuna haja na hiyo kazi zenu za upolisi, hatuna haja na sijui nini, hatuna haja sijui na hizo kazi zingine. Tunataka tu wa vijana hii young generation wachukuliwe waende wafanye huko kazi ya ukulima. Roli za jeshi zichukuliwe ziende zilime huko maji. Mchanga zihamishwe sehemu zingine zipelekwe sehemu zingine, hiyo ukulima ifanyike. So ile sehemu ya kiangazi, hiyo kiangazi for the more vijana wanakaa huko, maendeleo inaenda sehemu ile. The same chakula inatoka sehemu zile. The same wale watu wanapata maendeleo kwa sababu wakati watu watakuwa huko wengi, business zitaenda kule. Na business zikienda kule, watu watahamia kule. Watu wakishahamia kule, maendeleo yatapatikana kule kwa sababu watu ndio economy. Na economy ni circulation ya pesa. Na pesa ina circulate wakati inafika kwa watu wengi. Na wakati watu wengi wanaendelea kupata pesa, ndio manufaa inapatikana kwa inchi. Na wakati manufaa inapatikana kwa inchi, ndio Singapore inakuja. Hakuna Singapore itashuka kutoka mbinguni. Hakuna Singapore italetwa na mtu mmoja. Singapore inakuja wakati wa Kenya wote wamepata kitu. Wamepata benefit. Wamepata kitu ya kuangaikia taifa kwa jumla. Hakuna vile Mkenya anakaa hivi, wewe unatarajia maendeleo itakuja kwa inchi. Tembea kwanza inchi mzima uangalie. Wewe mwenyewe. Siongelei president, siongelei sijui governor, siongelei sijui nani. Wewe hata kama wewe ni mwandishi, hata kama wewe ni daktari, hata kama wewe ni nani, Wakenya wote inatakana mkuje pamoja. Mfaitie hii kitu ya vijana kuhang. Vijana wanahang. Vijana kazi ni kuamka asubuhi, wanaenda wanakaa kwa mawe, jioni ifike mtu ajui atakula nini. Mama yake hana pesa, baba yake hana pesa, ye mwenyewe hana pesa. Amesoma, ndio amesoma, atafanya wapi kazi? Huyo kijana anataka aende hata kate miba, afanye kazi hata kukata kayeva, halipo hata shilingi 200 peke yake. Hiyo kazi hakuna, ataenda wapi kufanya hiyo kazi? Na hiyo kazi nani atampatia? Kijana anaenda kufanya kazi hata anatamani aende asanye hiyo takataka. Hiyo takataka anaenda asanye wapi? Hakuna kazi. Hiyo Singapore inatoka wapi yenye mnatuambia Singapore? So, labda unajiuliza pesa itapatikana namna gani ya kulipa vijana. Pesa itapatikana. Kitu itasababisha hii pesa ipatikane ni njia moja. Katiba lazima iangaliwe kwa makini na katiba lazima ichakachuliwe ili iweze kusaidia hawa vijana wadogo. Kwa sababu hawa vijana wadogo wakisaidika, ndio mtu akikuja kujiangalia ni nini anafanya. Haimaanishi hii kazi atafanya miaka yote, hapana. Hii kazi inawekwa kwa wakati fulani. Kama hawa vijana atakaa hapo akiwa miaka 20 mpaka afikishe miaka 23, kama atakaa hapo miaka 23 mpaka miaka 26, hapo hiyo mipangilio inawekwa. Ikishawekwa kwa hiyo miaka michache, huyo kijana sasa atatoka pale labda na nini, labda ndiye aende focus na ile kazi alikuwa amesomea. Kama anaishi pale akitafutanga kazi, basi ile siku atatoka pale ndiye anaenda kuandikwa kazi. Kama ataandikwa polisi, kama ataandikwa
jeshi, kama atakuwa amesomea kuwa daktari, amekuwa akiishi kwa ile kazi ya serikali ndiye amepata udaktari, ataenda ile kazi kama ametoka huku akiwa na kitu. Na hii kazi atakuwa anafanya kwa ile pesa kidogo atakuwa anafanya kwa hiyo kazi, atasupport wazazi wake. Sijui kama unanielewa. Hata kama hata support wazazi, na lakini huyu kijana atakuwa akikaa akijua nikitoka naingia mahali fulani. So vijana hawatakuwa wakikaa center bila kazi yoyote. Na hapo ndio nchi itakimbia. Samahani kwa hilo, nilikuwa nimekuambia bila pesa itapatikana. Pesa bila itapatikana ni wakati wenye katiba ikishafanyiwa uchakachuzi kidogo, lazima ichakachuliwe. Ni wakati wenye mbunge apunguziwe pesa. Kama ni governor apunguziwe pesa. Kama ni women rep, viketi kama hiyo, mimi sisemi kwa ubaya, na lakini kama we ulichaguliwa kwa sababu ya kukua women rep, mimi na unataka kusaidia nchi, upande yangu mimi hiyo kiketi ingeondolewa, hizo pesa pia ziwekwe kando. MCA aondolewe, hata kama ni 50,000 kwa mshahara yake ipunguzwe kidogo, iletwe huku upande mwingine. President pia naye pesa ipunguzwe kidogo, governor pesa ipunguzwe kidogo, senator pesa ipunguzwe kidogo, iwekwe pale. Na sio lazima wewe ukae kwa hiyo kiketi yenye uko. Kama wewe unaona huwezi kaa hiyo kiketi yenye uko, basi ni vizuri wewe wachana yule mtu anaweza enda kufanyia hiyo kazi 1500 kwa mwezi, asimame kwa hiyo kiketi. Ndio ile pesa ya juu imetoka, hii pesa itengwe, au vijana waende waandikiwe hata kama ni 20,20 kwa kila mwezi. Kwa sababu niko na uhakika vijana wenye wanahangaika ni kama 3 ama 4 na kama mbunge mmoja anaweza katwa 200,000. Hiyo 200,000 ukiangalia kama watu kama 200,000 ukigawa kwa 20,000, unaona ni kama vijana karibu 20 hivi wanaweza kuwa wamepata kazi. So sioni kama ni tatizo kubwa hapo hivi. So nikiona kama vijana wote wameokohotwa wamepelekwa pale, basi halafu wale watabaki kwa NYS bila serikali imekuwa ikiendelea inajua hii NYS iko pale, watabaki kule. Halafu wale wengine wenye wanabaki na biashara watabaki kule. Wale wengine wamezoea kwenda mjengo watabaki kule. So kumaanisha nchi itastawi, nchi itaenda mbele kwa makini, kwa makini, kwa makini, kwa makini, bila matatizo. Na lakini hii kitu yenye tulizaliwa nayo na tukaambiwa lazima uchague kiongozi wenu ili maisha isonge ama ili manufaa ikuje kwenu, ndugu yangu, hiyo ni uongo. Hakuna mtu mwenye anachaguliwa ndiposa manufaa ikuje kwa eneo yenu, hiyo ni uongo. Kuhusu mambo ya basari, hiyo ni kitu imetengwa na national. Basari haitoki kwa mfuko ya mtu. Kama wewe umeipata basari, halafu umesifu MCA wako, ama umesifu governor wako, ama umesifu MP, my friend, I'm so sorry. Hiyo ni pesa ya national. Huyo mtu akichaguliwa, hiyo ilikuwa ishatengwa. In fact, yenye umepewa ni kidogo, yenye imebakia huko ni mingi. Those people that are brokers, hao watu wote ni brokers, my friend. Tutafanya namna gani ama tutaongea mambo gani kwa mitandao ili muelewe penye nchi inaenda? Tutaongea maneno gani ili mpunguze siasa, mfocus na nchi? Tutaongea maneno gani? Unajua wakati mwingine inafika mahali mpaka unakaa hivi unaangalia bila watu wanaishi na bila watu wanapiga politics. Unashindwa, mtu anaongea politics ni kana kwamba yeye ndio the chosen one, na ni yeye peke yake ndio anaweza ama ako na uwezo. My friend, umekuwa hapo kwa muda mrefu sana, tumezaliwa tukikuona, tumekaa tukikuona, umegrow tukikuona, historia yako tunajua, na lakini hatuna chochote cha kufanya. Tumekuvumilia na tunakuona, na lakini mahali imefika tunataka nchi yetu iende kiukweli bila inatakikana. Lakini sio story ya jaba, my friend. Tuachane kidogo na story ya jaba. Na ni wewe mwananchi wa kawaida, wewe ndio unasababisha watu wanakuwa na story ya jaba. So popote penye Mkenya huko na chochote unafanya,
Ile kitu ningependa tu kukuambia, ama ile kitu yenye mimi ningependa unifanyie cha muhimu tu, ni wewe ujaribu kutembeza haya maneno. Uambie watu mambo ya 2 term haiwezi kusaidia nchi kufika hiyo Singapore yenye mnasema. Mambo ya 1 term haiwezi kusaidia nchi kufika pale penye mnasema. Inabidi Wakenya wote tuangalie kitu ya kufanya. Katiba itengenezwe, katiba ibadilishwe, vijana watolewe kwa streets, vijana wawekwe mahali, washughulikie taifa letu. Ndiposa huyo kijana akitoka hapo, akivuka viwango vingine, ndio nchi inaweza kusonga mbele. Wakati nasema vijana waandikwe hiyo kazi ya kufanyia shamba unyunyuzaji na kulima hizo vyakula, simaanishi huyo kijana ataishi hapo muda yote, hapana. Kwa sababu huyo kijana atakuwa amesoma kwa muda kidogo, na yeye mwenyewe ako na experience yake, na kuna course yoyote ile yenye amefanya, labda ako na diploma, labda ako na degree. Wakati wenye atakuwa ameapply kazi mahali, siku yenye kazi yake itakuwa imekuwa tayari, atatoka kwa hiyo kazi na ataenda kufanya ile kazi yake. So itamaanisha nchi itakuwa successful. So sina mengi ya kusema, ninawatakia mchana mwema. Kama ni usiku video imekupata, nakutakia usiku mwema. Muwe na wakati mwema, lakini mpige siasa ya kusaidia nchi, sio siasa ya kuchoma nchi yenye kila baada ya miaka 5 watu wanaishi tumbo ikiwa joto, ikiwa moto. Ni kama mtu anataka kuhama nchi, ilhali nchi ni yake. Kuwa na wakati mwema. Mimi naitwa Peter.